Bwana Yesu na asifiwe sana, watu wa Mungu ali hai. Ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi hii ya kuwa salama mpaka sasa. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye uko unanitazama hapo ulipo. Mungu akubariki sana, na tarajia kupokea kutoka kwa Yesu Kristo usiku wa leo katika jina la Yesu. Lakini kabla hujafika mbali, natamani sana nione komenti yako hapo chini ukiniambia upo wapi au unanitazama kutokea wapi. Nitafurahi sana ikiwa nitaona komenti yako ambao umekomenti hapo chini kwamba mtumishi wa Mungu, mimi nipo na kufuatilia kutoka sehemu fulani au nipo sehemu fulani. Nitafurahi sana kuona komenti yako, na Mungu atakubariki sana, katika jina la Yesu. Ninamshukuru Bwana Yesu ambaye amenipa nafasi tena. Hakika si kwa akili zangu, ni kwa sababu ya upendo wa Kristo. Si kwa sababu ninafanya mema sana, si kwa sababu mimi ni bora sana kuliko wale ambao hawajapata neema hii ya kuwa salama mpaka sasa. Kwa hiyo una sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema tu ya uzima ambayo anazidi kukupa kila wakati, anazidi kukupa kila siku. Maana wapo wanaotamani kuipata neema ya uzima kama huu, lakini hawaipati. So Yesu ambaye amekupa nafasi ya kuwa salama mpaka sasa, una sababu ya kumpa utukufu. Una sababu ya kumwambia Yesu asante kwa neema yako. Una sababu ya kumwambia Bwana unastahili utukufu na heshima kwa sababu ya neema ya uzima hii ambayo umenipa katika jina la Yesu. So siku ya leo natamani, na Roho Mtakatifu amekusudia kwamba leo tuanze semina moja nzuri sana ambayo hakika nina uhakika kuwa itakuwa ni ya baraka kwenye maisha yako. Itakuwa ni semina bora, itakuwa ni semina yenye baraka nyingi sana kwenye maisha yako, na hakika hautabaki mtu wa kawaida. Na semina yetu ambayo tutakuwa nayo wiki hii, yani kuanzia leo Jumatatu mpaka Ijumaa, semina yetu inasema mambo yanayotengeneza watu wakuu. My God, mambo yanayotengeneza watu wakuu. Ndio semina ambayo nitaizungumza sana kuanzia siku ya leo Jumatatu mpaka siku ile ya Ijumaa. Tutakuwa tukizungumza kwa habari ya mambo yanayotengeneza watu wakuu. Mtu yeyote mkuu lazima atengenezwe. Hauwezi kuwa mkuu kwenye eneo lolote mpaka umetengenezwa. Rais ili afike nafasi ya kuwa rais, lazima kuna process ambazo amezipitia. Kuna namna ametengenezwa kuwa rais. Hauwezi kuzaliwa tu, unapozaliwa ukasema mimi kuanzia leo ni mfalme au rais. No, lazima upitie mchakato, lazima upitie kwenye kupikwa na kutengenezwa, na hakika mtu wa Mungu utakuwa mtu mkuu sana. So natamani mtu wa Mungu, kabla hajafika, natamani ni komenti hapo chini, niambie mtu wa Mungu na kusikiliza kutokea sehemu fulani. Nitafurahi sana nikiona komenti yako hapo chini ukiniambia mtu wa Mungu, mimi nipo sehemu fulani, nipo Dodoma, nipo Morogoro, nipo wapi. Ni komenti hapo chini na Mungu atakubariki sana katika jina la Yesu. Lakini kabla hapo hatujafika mbali sana, natamani tuwake moto kidogo, natamani tuombe kidogo. Mwambie Roho Mtakatifu, kupitia hii semina natamani kutokea leo niwe mtu mkuu. Ikiwa kuna vitu ambavyo vinatengeneza watu wakuu, mwambie Roho Mtakatifu, nipo tayari kuchongwa, nipo tayari kutengenezwa, kwa sababu Mungu hajakuumba uwe mtu wa kawaida. Mungu amekuumba uwe mtu mkuu sana, na ndani yetu Mungu ameweka mamlaka makubwa sana. So natamani mtu wa Mungu tuingie kuomba kwa dakika chache. Nataka upashe roho yako, uamshe roho yako, mwambie Roho Mtakatifu, natamani kufundishwa, natamani nielekeze, kwa sababu nataka kuwa mtu mkuu. Sopita kaparatos antoba handes kopataya. Natamani hapo alipo mtu wa Mungu, mwombe Mungu, omba Mungu, mwombe Roho Mtakatifu, nifundishe. Nipo tayari kupokea kutoka kwa mtumishi wako kile ambacho umekiandaa kwa ajili yangu leo, nikipokee katika jina la Yesu, na hakika
ya Mungu ikishuka juu yako na itakusaidia kusikia, kwa sababu ni somo ambalo natamani Roho Mtakatifu amenipa msukumo sana. Anambia, mwanangu, natamani kutengeneza watu wakuu sana kwenye kizazi hiki. Natamani kutengeneza watu wakuu sana ambao hawatakuwa watu wa kawaida. So akanambia, mwanangu, nenda kawafundishe mambo yanayotengeneza watu wakuu. So natamani mtu wa Mungu usitoke hapo ulipo. Yani ni somo ambalo Roho Mtakatifu amenipa kwa msukumo mkubwa sana, na akaniambia, mwanangu, fundisha, nataka kutengeneza watu wakuu kwenye huduma, watu wakuu kwenye biashara, watu wakuu kwenye utumishi, watu wakuu kwenye siasa, watu wa kwenye kila eneo. So kuna vitu, ili ufike point ya kuwa mtu mkuu, kuna mambo unapaswa kuyazingatia na kuyaishi. Usipoishi, sikiza, mahali popote unapotamani kuingia, lazima uzijue kanuni za mahali hapo. Usipotambua kanuni za mahali hapo, huwezi kufika point yoyote. So leo nitakufundisha mambo yanayotengeneza watu wakuu katika jina la Yesu. Lakini nataka uombe hapo ulipo, mwambie Roho Mtakatifu, nipe neema ya kumuelewa mtumishi wako. Mwambie Roho Mtakatifu, natamani kukusikia kupitia mtumishi wako, natamani kukusikia kupitia mtume wako. Rema katushka pala panta asupelete kala anto barandes kota sareka tumahande iko parata kata. Roho Mtakatifu, tupo tayari kujifunza. Roho Mtakatifu, kamata moyo wangu. Roho Mtakatifu, kamata maisha yangu. Natamani leo kupokea, natamani leo kutokea, leo nifanyike mtu mkuu. Ramakota kataba sapalekonda bahande iko parate keta sakatumpra kante pahande iko paruna kasiata sakatele parantoskapa. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe neema ya kukusikia kupitia mtumishi wako. Nipe neema ya kukuelewa kupitia mtumishi wako. Mantosi parata intobrateskotaya arepa kunda bahande koratele para sakatia paranto sakete pakuta. Roho Mtakatifu, kamata fikra zangu na kamata ufahamu mtu mmoja aliyeko mahali hapa anayesikia kwa jina la Yesu. Kutokea leo Bwana ukatengeneze watu wakuu sana. Kutokea leo ukajiandalie Bwana watu wakuu kwenye siasa, watu wakuu kwenye utumishi, watu wakuu kwenye biashara, watu wakuu kwenye familia zao, watu wakuu kwenye uchumi, watu wakuu kwenye masomo, kwenye elimu. Roho wa Bwana, jichukulie watu, jiandalie watu ambao hawatakuwa watu wa kawaida. Rema kandoskopaya arakatoskata sapele katula antobrakanta rema kandoskota. Hebu pasha roho yako, mwambie Roho Bwana, siwezi nikamwelewa mtumishi wako pasipo kujazwa. Lazima nijazwe kwanza, ndipo nitapokea. Paratelekusa ansobrakanta lepanto kopia apele katakata salekota rantokotikapa sampremanta kapalia arumo kotakata. Kwa jina la Yesu lehaya, natangaza neema ya kusikia Bwana. Natangaza neema ya kufanyika mtu mkuu, na kutokea leo Fanueli hautakuwa mtu wa kawaida. Sakapakata repakatuskopa antoparanta sakante pelata iko parete kosia asupelatuska sakatana entoprakata semeniko paria antobramantokova saleka tutata entoprakataya. Katika jina la Yesu lehaya, na kamata anga, kila falme, kila mamlaka, kizuizi cha kumsikia Bwana kwa jina la Yesu. Na pasua falme, mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya, na waangusha kwa jina la Yesu. Na waangusha kwa jina la Yesu. Kizuizi chochote cha roho wa maarifa katupelitakasa antoparanta sapeketekata antobrekatia apepelatakata supekelemanta rakonde bekataya. Kwa jina la Yesu, naita roho wa maarifa, roho wa neema. Natangaza roho ya maarifa ndani ya mtumishi wako anayesikia tu kwa jina la Yesu, na kuombea roho wa maarifa ajana yako. Pokea roho wa maarifa, pokea roho wa neema, pokea
taifa katupelata sapenda kataya antopelia kata ruma katoskopaya antelepele kuta sakatelepa rupe katusa. Na roho wa Bwana akamate nafsi yako, akamate roho yako, na hakika hautaelewa kawaida. Sakatapakata repakatuskopa antopelekete intoparataya sakotakata. Falme za giza nguka, pasuka pasuka. Unezuia neno, unezuia watu kumsikia Bwana, pasuka haribika. Unezuia watu kumsikia Bwana, pasuka haribika, pasuka haribika. Repakatuskopaya antopelekeku antokosikapa amprentescoparia remakatubelekata sapelia makanto ramakapescoparia bas sana na makatabayagada remandoskoparia mantabayande lezubregedusha mantokolia vahanda bakata. Katika jina la Yesu le hai, asante Roho Mtakatifu kwa sababu uko mahali hapa kutufundisha, uko mahali hapa kututengeneza, uko mahali hapa Roho Bwana kutufanya watu wakuu. Na hakika yeyote ambaye atasikia semina hii atakubali kujifunza, atakubali kukaa chini yako na kukubali kufundishika. Namtangazia neema ya kuwa mtu mkuu, namtangazia neema ya kutokuwa mtu wa kawaida. Na kuanzia leo, yeyote ambaye yupo tayari kujifunza semina hii namna ya kutengeneza watu wakuu, hakika Bwana akapokee power ya kuwa mtu mkuu, akapokee neema ya kuwa mtu mkuu, akapokee tapele kusa parantoko sapelata antopakalia katika jina Yesu. Na hakika hata kuwa mtu wa kawaida. Yeyote ambaye atafuatilia semina hii mwanzo mpaka mwisho atafanyika mtu wa maana sana kwenye kizazi chake katika jina la Yesu ali hai. Nipe sikio lako sasa, nipe kwa dakika chache sana. Nataka nikufundishe kwanza, alafu tutaingia kuomba sana. Lazima Mungu ametuumba tusiwe watu wa kawaida. Hatujaumbwa kuwa watu wa kawaida, watu wa Mungu. Nisikilize, mifumo ya dunia ndiyo ambayo inatufanya tuwe watu wa kawaida, lakini asili ya Mungu alipotutengeneza hakutuumba katika hali ya ukawaida, wala hakutuumba ili tufanyike watu wa kawaida. So my friend, asili yetu sisi ni majitu, ni watu wa hatari sana. Na ndiyo maana Mungu alituumba tofauti na viumbe vingine vyote. Mungu alituumba tofauti na wanyama. Mungu alituumba tofauti na viumbe vyote, kwa sababu ndani yetu kuna ukuu. Nisikilize, Mungu alipoumba vitu vyote duniani, alipoumba wanyama, mimea na vitu vyote, amesalia mtu mmoja ambaye ni binadamu. Mungu akatazama duniani kote, akatafuta ni kiumbe gani ambacho kitaweza kucontrol, kutawala viumbe vingine. Lakini alipotazama akatambua hakuna kiumbe ambacho kina power, kina utasi, kina uwezo wa kutawala viumbe vingine. So alipeleka parotoskopaya, alipotambua kwamba hakuna kiumbe ambacho kinaweza kukontrol viumbe vingine, Mungu akasema na tumfanye mtu. Hebu nisome ile andiko kidogo, Mwanzo sura ya 1 na ule mstari wa 26. Hapa ndipo maajabu ya mwanadamu yalipoanza kutengenezwa. Hapa ndipo kiumbe kama mimi na wewe tulipotengenezwa automatically. Hatukufanya kwa hali ya kawaida, hatujaumbwa tu watu wa kawaida, tumeumbwa tu watawala, tu wamiliki, tu watu wakuu. So manake iliweze, baada ya dhambi kutokea, ili asili ya mwanadamu ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yake, asili ya utawala, asili ya umiliki, ikapotea kwa sababu ya dhambi. So dhambi ilipokuja duniani ilimnyang'anya mamlaka mwanadamu ya kutawala, ilimnyang'anya mamlaka mwanadamu ya kumiliki. So manake ni kwamba chochote kile ambacho kimepotea kwenye maisha yako, ili ukipate, kuna principle, kuna hatua, kuna mambo unapaswa kufanya, ili ya kwamba kile
kile kilichopotea kirejeshwe. Haleluya wa Mungu. Chochote ambacho kimepotea kwenye maisha yako, ili uweze kukipata, there is a principle ambazo unapaswa kuifuata, either by prayer au kwa kufungulia ufahamu wako. Na moja ya eneo ambalo wanadamu wengi tunapotea sana ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Nisikilize, Biblia imesema hivi, katika vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba, moja ya kiumbe ambacho Mungu amekitaka kiwe na maarifa ni mwanadamu. Na ndio maana Mungu anasema hivi, anasema kwa kuyakataa maarifa, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. So moja ya kitu baada ya dhambi kutokea kitakachoturudisha kwenye ukuu wetu tena ambao tuliupoteza Edeni, ambao Yesu Kristo alikuja kurudisha tena, lakini ili uweze kupokea, ni kwa Yesu alirudisha ile hati, ile yale mashtaka aliyafuta. Yesu alirudisha ule uwezo wa sisi kufanyika watu wakuu, lakini ili tuweze kufika point ya kuwa watu wakuu, kuna principle, kuna hatua, kuna kanuni ambazo tunapaswa kuziishi ili zitupeleke kwenye ukuu wetu. Mungu akasema na tumfanye mtu. Wanisomeni andiko 26 Mwanzo 1, anasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu alipomuumba mwanadamu akasema na maana hapa mwanadamu alikuwa bado kwenye wazo. Mungu alikuwa na waza, alipowaza ya kwamba kinatakiwa kipatikane kiumbe ambacho kitakuwa na uwezo wa kukontrol viumbe vingine. So Mungu akatambua kwamba ili tuweze kupata kiumbe ambacho kitakuwa na uwezo wa kukontrol vingine, lazima tukifanye kwa sura yetu, lakini pia kwa mfano wetu, kwa sababu viumbe vingine vyote, hakuna kiumbe ambacho kilikuwa na mfano wa Mungu au na sura ya Mungu isipokuwa Mungu akasema na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Akafanyaje? Akatawale. So ndani yetu Mungu ameweka uwezo wa so before hata hujazaliwa, ni kweli leo unaishi maisha mazito, mambo ni magumu ni kwa sababu hujatambua ya kwamba ndani yako una asili ya utawala, una asili ya ukuu, una asili ya mamlaka. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Akafanyaje? Akatawale. So shetani alipotunyang'anya mamlaka ya utawala kupitia Adamu na Hawa, alipotunyang'anya, Yesu Kristo kazi aliyofanya msalabani, alifanya kazi ya kuturudisha kwenye mamlaka yetu. Lakini ili turudi kwenye haya mamlaka, kuna mambo ambayo tunapaswa kuyafahamu. So ndio maana Mungu akasema kwa kuyakataa maarifa. So moja ya kitu ambacho kitakurudisha au kinampeleka mtu kwenye utawala, kwenye ukuu, ni uwezo wa kupokea maarifa. Usipopokea maarifa, kuna mambo ambayo hayatawezekana kwenye maisha yako. Usikilize, ni kweli unaweza kuwa unaomba sana, unafunga sana, but ukikosa ufahamu, ukikosa maarifa, kuna mambo ambayo hayatokei kwa sababu ya maombi mengi. Yes, nielewe vizuri. Kuna mambo ambayo ili Mungu yaachilie kwako, hata pima kiwango cha uombaji wako, hata pima kiwango cha kufunga kwako, bali atapima kiwango cha ufahamu ulionao. Bwana apewe sifa sana. Ili Mungu akupatie kitu ambacho yeye anakitaka kwako ukipokee. Kuna namna ambayo kuna wakati ambao Mungu hakupi kitu kwa sababu ya maombi yako mengi, ila anakupa kitu kwa sababu ya ufahamu wako uliouongeza kwa habari kitu hicho. Na ndio maana ili
uweze kufanikiwa kimaisha, uwe tajiri, lazima jambo la kwanza, utajiri unaanzia kwenye ufahamu wako. Mungu hawezi kukupa baraka ambayo huna ufahamu nayo. Mungu hawezi kukubariki zaidi ya kiwango cha ufahamu ulicho nacho. So as you pray, lakini ongeza pia maarifa. Unaweza kuwa unaomba sana, unafunga sana, Mungu akupe kitu fulani, lakini Mungu anapokupima kwenye eneo la ufahamu, anatambua hauna uzoefu nao. Unamwomba Mungu akupe mume, akupe mke. Usawa jipa swali kwamba je, kwanza mke maana yake nini? Mume ni nini? Namna gani ya kumtunza mume? Nifanyeje? Umehudhuria semina ngapi? Umefundishwa mara ngapi kwa habari ya ndoa? So kuna majibu mengine ambayo Mungu atupi kwa sababu hatuna ufahamu nao. Kuna mtu unatamani Mungu akupe mume uelewe, lakini ukipima akili yako haifanani kabisa na kuwa mwanamke, ya kuwa mke wa mtu. Unaweza kuomba sana, ufunga sana, oya Mungu nipe mume, nipe mke, lakini Mungu akikupima kwenye eneo la ufahamu, anatambua huyu nikimpa mume leo, kesho anaachika, kwa sababu hana hekima ya mwanamke, hana hekima ya kujibu mume wake, hana hekima ya kutunza watoto, hana hekima, yeye tu na kukaa tu. Hawezi hata kutafuta, hawezi kutafuta pesa, kwa sababu anajua huyu nikimpa mume akaolewa, huyu atamtesa mume wake. Atakuwa ni mtu akunyosha tu miguu, kulala asubuhi mpaka jioni, asubirie mume wake aje ampe hela akanunue chakula. Hana muda wa kupambana apate fedha. So ufahamu utakaoongezeka ndani yako ndicho kigezo ambacho Mungu kitamfanya Mungu akupe baraka fulani, akupe kitu fulani. So moja ya kitu ambacho Mungu yupo serious nacho ni kwenye eneo la ufahamu. Na ndio maana Mungu anasema hivi, anasema kwa kumi akataa maarifa, hata mimi nimekukataa wewe. Nisikilize, haijalishi unaomba kiasi gani, unaishi maisha matakatifu, umezikataa dhambi, but my friend, kama utakataa maarifa, kama hautakuwa tayari kujifunza, kuna Mungu amesema atakukataa. Yaani moja ya sababu ambayo itamfanya Mungu akukatae mapema sana, hata kama unafunga sana, ni kukataa maarifa, kuyakataa maarifa. Bwana pewe sifa sana. So Mungu ametuumba ndani yetu, ametuumbia uwezo wa kutawala, uwezo wa kuwa watu wakuu. Yeye anasema kwamba mawazo ninayowazia ni mawazo yaliyo mema. So moja ya kitu Mungu anatuwazia si wanadamu ni mawazo yaliyo mema. Maana yake ni kwamba Mungu anatuwazia kuwa watu wakuu. Mungu hajatuumba tu watu wa kawaida. Hakuna aliyeumbwa na Mungu ili aishi maisha ya kawaida, lakini ili utoke sasa kwenye dini ya ukawaida, ili uingie kwenye ukuu, my friend, lazima kuna principle ambazo leo, kwanza leo nitakufundisha how to become a great man, namna ya kuwa mtu mkuu sana, namna ya kuwa namna itakakufanya ufanyike mtu mkuu. Mungu akufanye kwa mtu mkuu. Bwana pewe sifa sana. Hapa namaanisha, napozungumza kwa habari ya ukuu, ukuu watu wa Mungu sio umaarufu. There is a difference between ukuu na umaarufu. Unaweza kuwa mtu maarufu lakini usiwe mtu mkuu. Tafsiri ya neno kuwa mtu mkuu, kuwa mtu mkuu ni uwezo wa ndani ya mtu ambao anapewa na Mungu, unaoweza kusababisha afanyike solution ya matatizo ya watu. Hauwezi kuitwa mtu mkuu ikiwa hakuna jambo ambalo unaitatua kwa jamii yako. Mantori bashanda gadabai. Nisikilize, kuwa mtu maarufu, nisikilize, kuwa mtu maarufu, unaweza kuwa mtu maarufu muda wowote ule. Wewe ukitaka kuwa mtu maarufu, amua tu siku moja, vua hata nguo, tembea uchi barabarani, utakuwa mtu maarufu sana siku hiyo. Yaani utapostiwa kila kona, au ufanye kituko chochote kile mbele za watu, utakuwa mtu maarufu sana. Yaani watakujua kila kona duniani. Lakini napozungumza kuwa mtu mkuu, kuna mtu ambaye anaweza kawa ni mkuu
mkuu lakini sio mtu maarufu. Nisikilize mtu wa Mungu. Kuwa mtu mkuu ni tofauti na kuwa mtu maarufu. Unaweza ukawa mtu mkuu lakini wakati huo ni mtu maarufu. Lakini unaweza ukawa mtu maarufu ila usiwe mtu mkuu. Nimesemaje? Kuwa mtu mkuu ni uwezo wa kupewa, ni uwezo uliomo ndani yako wa kutatua matatizo ya watu au kuleta solution ya jambo fulani. Ukifanikiwa kuleta solution ya jambo fulani, wewe ni mtu mkuu tayari. Bwana pewe sifa. Haleluya, watu wa Mungu. So kuna namna ambayo unapaswa kuishi ili ikutengeneze kuwa mtu mkuu. Watu maarufu, umaarufu siku zote, umaarufu unaweza kupotea ndani ya siku chache. Yaani umaarufu unaweza kupokea ndani ya wiki moja na ukaisha ndani ya wiki hiyo hiyo. Wiki moja. Bwana pewe sifa sana. Lakini ukuu ni kitu ambacho my friend akipotei kirahisi. Mungu akisha kufanya kuwa mtu mkuu, yani mpaka utolewe kwenye hiyo position, manake kuna kitu umekifanya ambacho kimemchukiza Mungu. Bwana pewe sifa sana. Haleluya. So Mungu alituumbia ndani yetu uwezo wa kuwa watu wakuu. Hatujaumbiwa kuwa watu wa kawaida. Haleluya, watu wa Mungu. Yeremia sura ile 29. Mungu asema mawazo ninayowazia ninyi. Yeremia 29:11. Ya kama ni mawazo yaliyo mema, kuwapa ninyi tumaini, kuwapa ninyi uwezo wa kufanyika watu wakuu sana. Mawazo ya Mungu sisi ni kututengeneza kuwa watu wakuu. My friend, usigombanie kuwa mtu maarufu. Gombania sana. Fight. Pambana kuwa mtu mkuu. Kwa sababu umaarufu unaweza kupotea ndani ya siku chache sana. Lakini ukuu haupoteagi. Ukuu ni zawadi ambayo Mungu akishakupa, maana unafanyika solution ya changamoto za watu. Hauwezi usijiite mtu mkuu ikiwa hakuna jambo ambalo unaitatua kwenye jamii yako, taifa lako, nchi yako, bara lako au dunia yako au hata familia yako. Usijiite mtu mkuu. Bwana pewe sifa sana. So kuna principle ambazo nataka nikufundishe. Jambo la kwanza ambalo linatengeneza watu wakuu. Jambo la kwanza. Tambua nani unayemtumikia. Jambo la kwanza, ili Mungu akufanye mtu mkuu, my friend, jambo la kwanza, tambua ni nani unayemtumikia. Tambua ni nani unayemtumikia. Nisikilize. Kuokoka ni issue ya kwanza, lakini kutambua nini ulichokipokea kwenye wokovu ni jambo la pili. Kuna watu wengi sana ambao wameokoka lakini hawatambui ni nani wanayemtumikia. Yaani mtumishi ni mwimbaji lakini ajui nani anayemtumikia. Nisikilize, ninapozungumza tambua ni nani unayemtumikia, na maanisha kwamba, nisikilize, unaweza ukawa umeokoka, ni mhubiri wa injili kama mimi hapa. Unaweza ukawa ni mwimbaji lakini usitambue nani unayemtumikia. Ni mpaka utakapofika kwenye pointi ambayo unatambua ni nani uliyempokea siku naokoka na ana thamani gani ndani yako. Nisikilize, usimtambua Yesu tu kama mwana wa Mungu, my friend. Hauwezi kuona matokeo yoyote ikiwa unamjua Yesu kama tu mwana wa Mungu. Yaani kama hakuna sababu ambayo unaitambua ya kama kwa nini mimi nimeokoka na hiki nilichokipokea baada ya kuokoka ni kitu gani. Usipotambua hayo mambo, my friend, utakuwa na maisha ya kawaida sana. Bwana asifiwe sana. Utakuwa na maisha ya kawaida sana. Kuna mambo Yesu hawezi kufanya kwa maisha yako ni mpaka umemtambua ndani. Umemuelewa kuwa mimi nimeokoka, nimepokea kitu gani ndani yangu. Haleluya, watu wa Mungu. So kuna watu ambao wameokoka lakini hawatambui baada ya kuokoka nini alichopokea.
haelewi kabisa, haelewi kabisa aliyempokea ni nani. Bwana pewe sifa sana. Haleluya. Ni mpaka utakapotambua nani uliyempokea ndani yako baada ya kuokoka, hapo ndipo utakapofanya kuwa mtu mkuu. Ngoja mfano. Bwana asifiwe sana. Nisikilize. Tusome Mathayo sura ile ya 16. Mathayo 16 na mstari wa 13 hadi 19. Mathayo sura ile ya 16. Mathayo 16 ule mstari wa 19 wa 13 mpaka ule wa 19. Nisikilize kwa makini mara hapa. Nimesema jambo la kwanza litakalo kufanya uwe mtu mkuu. Jambo la kwanza, tambua ni nani uliyempokea. Siku ulipookoka umempokea nani? Huyo Yesu uliyempokea ni nani kwenye maisha yako? Usipotambua nafasi yake kwenye maisha yako Yesu, my friend, kuna mambo ambayo hata yafanya kwenye maisha yako. Ni mpaka umemtambua. Angalia ambacho kilimtokea Petro baada ya kumtambua Yesu ni nani. Sikiliza mahali hapa. Sikiliza mahali hapa. Mathayo 16 ile sura 16 mstari wa 13 anasema hivi: basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake, akasema, watu hunena mwana wa Adamu ni nani? Yesu anawauliza wanafunzi wake ya kwamba watu huko nje wanamsema kuwa yeye ni nani? Sikia majibu ya wanafunzi wake. Sikiza majibu yao. Akasema, wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji. Wanafunzi Yesu wanamwambia Yesu kwamba wengine wanasema wewe ni mwanafunzi, wewe nani? Ni Yohana Mbatizaji. Akasema, akamwambia Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Yesu akawaambia, nani mwaninena mimi kuwa ni nani? Yesu anauliza, kama hao duniani huniita mimi ni Yeremia, mimi ni Elia, mimi sio ni nani, nabii gani, ninyi ambao nimekaa nanyi miaka 3.5 mwanijua mimi kama nani? Kapa swali. Huenda hata kulikuwa na wanafunzi Yesu ambao wametembea naye miaka 3 but hawajatambua Yesu ni nani kwa maisha yao. Yaani wanajua kama ni msikaji tu, huyu ni rabi tu, ni mwalimu wetu tu huyu, hawajamuelewa ni nani. So unaweza ukawa unatembea na Yesu, umempokea Yesu, but usipotambua nafasi ya Yesu ndani yako, my friend, hautafanywa mtu mkuu kwa namna yoyote. Mtu yeyote unayemuona kuna majibu ambayo anayatoa kwenye kizazi chake, kuna namna amemjua huyo anayemtumikia ni nani. Ndio maana hata waliopo upande wa pili, upande wa shetani, ukiona mtu amefanikishwa na nguvu za giza, amefanikishwa na majini, mapepo, amefanikishwa sina roho za gani, maana yake kuna namna ambavyo ameikuza imani yake, akatambua ni nani anayemtumikia. Maana yake hiyo miungu ameitambua kwa nini anaitumikia. Usipotambua nafasi ya huyo uliyempokea ni nani, Mungu hauwezi kukufanya mtu mkuu. Ni mpaka umetambua nafasi yake kwenye maisha yako ni ipi, mtu wa Mungu. Sikiliza mahali hapa. Wanafunzi wake Yesu akawaambia hivi, akawaambia, ninyi mwaniita mimi kuwa ni nani? Majibu yao akasema, Petro ndiye aliyekuwa mwanafunzi wa kwanza kumtambua Yesu nani. Petro alipomtambua Yesu ndiye akamtambulisha. Na angalia, baada ya kuwa Yesu amemtambua Yesu nani kwa maisha yake, alipomtambua, angalia ambacho Yesu alimjibu. Maana ni hivi, kuna mambo ambayo Mungu hawezi kuyafanya kwako, ni mpaka amekupima kiwango cha kumfahamu wewe yeye. Kuna baraka ambazo Mungu, kuna upako Mungu hawezi kuuachilia kwako, ni mpaka umetambua nafasi yake kwenye maisha yako ni ipi. Petro akajibu hivi, sikiliza, akajibu akamwambia, nani mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sikia, baada ya kuwa Petro amemtambua Yesu ni nani, angalia majibu ya Yesu ambaye alimjibu. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona,
kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaliangusha. Nisikilize, Yesu amekuja kutamka uwezo, baraka kwa Petro, baada ya kuwa Petro amemtambua Yesu ni nani. Haleluya, watu wa Mungu. Unaweza kama basi usipotambua Yesu ni nani kwenye maisha yako, kuna mambo ambayo Yesu hatoyafanya kwenye maisha yako, hata kama umeokoka. Bwana pesa sana. Hata kama umeokoka, kuna mambo ambayo Mungu hatayafanya kwenye maisha yako, ni mpaka ametambua, unamtambua wewe kama nani. Yesu alipotambua kuwa Petro amemtambua Yesu ni nani, ametambua Yesu ni nani kama maisha, akasema hakika wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, Petro alipotambua kuwa wewe ni mwana wa Mungu, Yesu akamwambia, kwa kuwa umenitambua mimi ni nani, kuanzia leo juu yako nitalijenga kanisa, wala falme za giza, mamlaka, mapepo, majini hayataliangusha. Ni mpaka umetambua Yesu uliyempokea ni nani kwenye maisha yako, ndipo atakapokufanya kuwa mtu mkuu, ndipo atakapokutengeneza kuwa mtu mkuu. Hauwezi kutengeneza kuwa mtu mkuu usipotambua nafasi ya huyo Mungu anayetengenezaga watu kwenye maisha yako ni ipi. Bwana pewe sifa sana, watu wa Mungu. Haleluya. So namna ya kwanza ya kufanyika mtu mkuu